Wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja wametakiwa kulipa kodi kwa wakati ili kuhakikisha maendeleo ya nchi yanaimarika. Mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahmud ametoa kauli hiyo mara baada ya uzinduzi wa kituo cha TRA huko Paje, wilaya ya Kusini Unguja. Amesema ipo haja kwa wananchi kulipa kodi kwa hiari bila mivutano kwa lengo la kudumisha maendeleo katika taifa. Hivyo nitumie fursa hii kuwahimiza wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja na wafanya biashara na wawekezaji wote wahakikishe kuwa wanalipa kodi zao stahiki kwa wakati husika bila ya kuwa na mivutano ya aina yoyote. Ndugu zangu, nilishasema kwa leo tumekuja kwa ajili ya uzinduzi wa kituo cha TRA wilaya ya Kusini Unguja. Na kama ilivyoelezwa, TRA ni moja ya taasisi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zilioko upande huu wa Zanzibar. Sababu nilieleza kwamba tulikuwa na muungano mwaka 1964, lakini kulikuwa na mambo ambayo yalipelekea tuungane. Miongoni mwa mambo hayo, moja ni eneo la kodi. Kwa hiyo kodi hizi ziko za aina mbili. Kuna kodi zinazokusanywa na TRA na kuna kodi zinazokusanywa na ZRA. Kwa upande wa wenzetu Tanzania bara, wao kodi zote zinakusanywa na TRA. Sasa kwa kuwa ninahimiza ulipaji wa kodi, ni wasihi hata wale wanaolipa kodi za ndani kwa maana VAT au hotel levy na kadhalika kupitia kwa wenzetu wa ZRA, na wao pia watimize wajibu wao huo wa kulipa kodi kwa wakati na kodi stahiki kwa maendeleo yetu. Ndugu zangu, tukiwa tuna miaka 61 ya muungano, naomba niwakumbushe viongozi wetu wa kitaifa, kwa maana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa pamoja wana dhamira njema kwa taifa hili, wana dhamira nzuri kwetu sisi wananchi wake, na dhamira hizo zinalindwa na ujasiri lakini na uzalendo wao, ambao uwepo wao kama marais kwanza wameimarisha umoja miongoni mwetu, kuhakikisha kwamba taifa hili linaongozwa kwa haki, linaongozwa kwa umoja, linaongozwa kwa mshikamano, ili hali ya amani na utulivu izidi kutawala. Lakini jambo la pili ambalo pia ni sababu ya muungano huu lilikuwa ni ulinzi na usalama. Ndugu zangu, hili la TRA, ZRA na mambo mengine, haya ni mambo ya kiuchumi au usalama, lakini wa kiuchumi. Lakini vile vile muungano huu ulilenga kuhakikisha kwamba mataifa hayo mawili yaliyoungana kwa wakati huo, ambapo kwa sasa yamezaa taifa moja kubwa lijulikanalo kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yanabaki salama muda wote. Na hilo linatokana na ukweli usiofichika kwamba kiulinzi, Zanzibar na Tanzania bara zinapokuwa nchi mbalimbali, ni rahisi sana kwa wale wote ambao wana azma ya kuvamia moja katika nchi hizo mbili kuweza kupata kipenyo cha kuvamia moja ya nchi hizo mbili. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu unapoiacha Tanzania bara peke yake au unapoiacha Zanzibar peke yake, maana yake ni rahisi yoyote yule ambaye ana dhamira ya kuvamia moja ya nchi hiyo kuanza kutengeneza base jirani na mmoja kati ya wawili hao. Hivyo dhamira hii ililenga kutuacha sisi wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tukiwa salama. Naomba nitumie fursa hii kwa dhati kabisa na kipekee kuvipongeza sana vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vile vya Zanzibar. Hongereni sana makamanda na kupongezeni sana kwa kazi kubwa mnayofanya. Bila ya kutekeleza vyema majukumu yao, basi tusingelikuwa salama kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Ayubu ameeleza kuwa
Katika shamra za kuelekea kilele cha miaka 61 ya Muungano wa Tanzania, ni vyema kwa wananchi kuulinda na kuthamini muungano huo na kudumisha amani katika kuelekea uchaguzi mkuu. Ndugu zangu, katika shamra hizi kuelekea kilele cha Muungano wa Tanzania kutimia miaka 61 mwaka huu 2025, mwongozo huo pamoja na mambo mengine ulitoa maelekezo ya kauli mbiu ambayo kwa mwaka huu wote tutapaswa kuizungumza, kuisemea na kuhakikisha kwamba inafika kwa wananchi wenzetu wote, ambapo kauli mbiu ya mwaka 2025 inasema muungano wetu ni dhamana, heshima na tunu ya taifa, shiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Lengo la kauli mbiu hii ni kutukumbusha kwamba tunayo dhamana ya kuhakikisha kuwa muungano huu unaendelea kudumu kwa miaka mingi ijayo. Lakini vile vile kudumu kwa muungano huu kwa miaka mingi ijayo ni kutujengea heshima kama Watanzania, lakini vile vile kudumisha tunu ya taifa letu. Lakini kwa sababu mwaka 2025 kwa Tanzania ni mwaka wa uchaguzi, kauli mbiu hii inakusudia kutukumbusha kwamba tuende katika uchaguzi mkuu katika hali ya amani na utulivu. Kwa sababu bila amani na utulivu hakutakuwa na uchaguzi, kutakuwa na vurugu. Na jambo hili, wapo baadhi ya wanasiasa na wapo baadhi ya viongozi wa dini wamekuwa wakichanganya dini na siasa na kutamani nchi yetu ingie kwenye vurugu. Nataka niwasihi wana Kusini Unguja kuwa taifa hili limeasisiwa katika hali ya amani. Tulilinde, tulidumishe na tulitunze katika hali ya amani na utulivu. Tusiwape kila aina ya mwanya au aina yoyote ya mwanya wale wote wasio na azma njema na taifa hili. Na hao wakati mwingine wanakuwa ni vibaraka wa mataifa mengine duniani. Ni lazima tuwe macho, tuwe makini kulinda taifa letu. Akitoa tathmini ya ukusanyaji wa mapato, naibu kamishna TRA Zanzibar Saleh Haji Pandu amesema kuwa maendeleo kwa sasa yanaongezeka kutokana na mashirikiano ya wananchi katika ulipaji wao wa kodi. Lengo la kuwepo hapa ni kufungua kituo chetu hichi cha kodi ambacho kimsingi ni moja kati ya kuwaleta watu karibu, kuwaletea watu huduma karibu za kuweza kulipa kodi ili waweze kulipa kodi. Kihistoria kwamba itakumbukwa kwamba labda ninakukumbushana kidogo, wakati Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi anaingia madarakani, mamlaka ya mapato mwaka 2021 tulikuwa tunakusanya kodi kwa wastani wa bilioni 25 kwa mwezi, ambazo mwaka mzima tumekusanya bilioni 300. Lakini kwa sasa mpaka tunapoendelea, badala ya kukusanya bilioni 25 kwa mwezi wakati anaingia madarakani, tunakusanya bilioni 52 kwa mwezi. Kwa hiyo nadhani ni kitu cha kujipongeza sana. Hii inatokana na juhudi zenu wananchi za moyo wa kulipa kodi kwa hiari, lakini na vile vile ni kutokana na miongozo ya viongozi wetu Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa miongozo yake mizuri na kile anachokionyesha, kwa sababu matumizi ya kodi kwa sasa yanaonekana kabisa. Mimi leo nimekuja, wakati nakuja huku najiona ninateleza tofauti na ile miaka ya 2000 wakati nilikuwa nakuja. Zamani nilikuwa nakuja Jambiani kila siku. Wakati huo tulikuwa tukipanda gari sisi, ukitoka mjini lazima ujulikane kwamba wewe umetoka mjini, kwa sababu zile gari ambazo zina bodi ya mbao zile zilikuwa ukifika hapa unakuwa mweupe wote. Kwa wale ambao wana umri unaofanana na wakwangu, nadhani watakuwa wanalifahamu hilo. Lakini ikafika pahali tukajengewa barabara, na ile barabara kwa sababu imechukua muda mrefu, sasa hivi tumeiona kabisa, mheshimiwa ameiona ile barabara na akasema atuwekee lami. Nimepita mimi, nimetoka huko, nimekuja, nimeona ninatelea, nimelala mpaka kufika hapa naamshwa kwa kweli. Kwa hiyo nadhani tumpongeze rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa juhudi anazozifanya. Maana unaweza ukasema labda ile kodi yote kaileta huku kusini. Sasa tena tusipomsaidia, tusipotoa shukrani kwa kulipa kodi, nadhani tutakuwa hatumtendei haki rais wetu.
Kwa hiyo nadhani ile itatupa moyo mkubwa wa kuweza kulipa kodi, ili tuweze kusema mwakani anaondoka tuwe tunakusanya bilioni 200 kwa mwezi wastani. Jamani, mtatusaidia sana na mtamsaidia Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Dr. Shueha Salum Khalfan, afisa mkuu wa elimu kwa walipa kodi na mawasiliano TRA Zanzibar, amesema kuwa amejipanga vyema katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma stahiki katika kituo hicho pamoja na kutoa elimu kwa walipa kodi. Tunatarajia wananchi, wafanya biashara, wawekezaji, waajiriwa na mfanya biashara au mtu yote ambaye anahitaji TIN, nambari ya utambulisho wa mlipa kodi, akifika hapa kwenye ofisi za TRA Paje ataweza kusajiliwa na kupata TIN yake. Lakini pia katika ofisi hii ya Paje tutaweza kuwasaidia wafanya biashara kufanya makadirio yao ya kodi ya kila mwaka kwa wale ambao hawawezi kujikadiria wenyewe. Lakini pia katika ofisi hii ya Paje tutawasaidia wafanya biashara na wawekezaji kuleta huduma zao za return TRA kwa wakati. Lakini pia hapa ofisi ya TRA Paje tutawasaidia walipa kodi kuweza kutumia mifumo ya TRA na kulipa kodi zao kwa wepesi kwa kutumia mifumo. Lakini pia katika ofisi hii tunatarajia kuwa na huduma ya ukaguzi wa walipa kodi ambayo tunaita tax audit kwa jina kwa lugha ya Kiingereza. Lakini kwenye ofisi hii ya Paje tunatarajia kutoa huduma ya elimu kwa walipa kodi. Hii inajumuisha mambo mengi ikiwemo kuwafundisha wafanya biashara na wawekezaji namna ya kutumia mfumo wa TRA ili waweze kutimiza wajibu wao chini ya sheria za kodi. Lakini kwenye hii shughuli ya elimu kwa walipa kodi pia TRA tutakuwa tunatoa vipindi mbalimbali vya elimu ya kodi kupitia semina, makongamano, TV, maonyesho na hata elimu ya mlango kwa mlango. Tutaweza kuwapitia wafanya biashara na wawekezaji wote wa eneo la Kusini, kuzungumza nao juu ya wajibu wao na kama wana changamoto yoyote na kama wana ushauri pia wa namna ya kuboresha huduma zetu, basi tutakuwa tunafanya hivyo kwa kupitia mpango wetu wa kutoa elimu ya mlango kwa mlango. Kituo cha kulipa kodi kwa wananchi TRA kimefunguliwa rasmi huko Paje, mkoa wa Kusini Unguja. Katika ufunguzi huo mgeni rasmi ni mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja, Mheshimiwa Ayubu Muhammad Mahmud. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.